Hii video sio kwa ajili ya kila mtu, ila kwa wewe ambaye moyo wako upo tayari kutaka kuelewa na kumjua narcissist kiuhalisia. Ni ukweli ambao utakuumiza, lakini utakuweka huru. Huu sio ujumbe ambao ni rahisi kuuelewa au kukubali, kwa sababu unaenda kugusa mfumo wako wa imani ambao ulikuwa nao, umejithibitisha nao. Lakini ukweli, kwa sababu ukweli una kawaida hii, unapokuja ule ukweli huwa unakuja katika hali ya kuumiza. Kuumiza kwa sababu unaenda kukuonyesha kwamba mambo uliokuwa unatarajia sivyo, hayako hivyo na ulivyokuwa unaamini, unafikiria. Matarajio uliokuwa unatarajia, yani it's not like that. Lakini hatimaye mtu anapokubali ukweli, ukweli ndio unaokufungua, ndio unaokuweka huru. Kwa hiyo ni hivi, kama kuna mtu yoyote ambaye uko naye katika mahusiano yoyote ni narcissist, jua hakuna tarajio kwake kwa sasa. Kwa ujuzi na uelewa tulionao kwa sasa, haliko hilo tumaini. Na sio kila mtu anaweza kukubali hili jambo, kwa sababu nazungumza ni jambo ambalo linaumiza. Kukubali kwamba mtu ambaye wewe kwa akili yako unampenda, unamwona ni mtu wako wa karibu, lakini unakuja kugundua kwamba ana sifa hizi za kinarcissistic au ana haiba hii. Alafu tofautisha. Sizungumzii kwamba mtu ana tabia moja au mbili za kinarcissistic basi ni narcissist. Lakini mtu ambaye ni narcissist anatiki kwenye tabia zote za kinarcissistic, au tuseme kwa zaidi ya 70%. Yeah. Sasa narcissist amepoteza ile nafsi yake yenye uwezo wa kumpa muunganiko na chanzo. Unafahamu kwamba sisi wote ni sehemu ya chanzo ama sehemu ya Mungu, tumeunganika na Mungu. Lakini wewe kujielewa, kuna nafsi, kuna nguvu ile ambayo imetengeneza ile hali ya wewe kujielewa, kujitambua. Sasa hiyo nafsi ya kujitambua hiyo ambayo ndio tunaitumia kukaa nayo hapa duniani, kwa narcissist ilishatafunwa, ilishaliwa. Huo ndio ukweli ambao ndio uelewe. Ni sawasawa na ukienda polini, swala akimwona swala mwenzake yuko pale chini imebaki mifupa tu, anajua utayari. Kwa sisi ni kwamba hatuonani, kwa sababu wewe nikikwambia uko wapi wewe ujione, unaona tu mwili wako. Lakini kiuhalisia wewe uko kule ndani, na wewe sio tu haya maneno unayoongea, maneno unayoongea unayatumia, unatoa kutoka katika akili ya nje. Sasa kuna ile nafsi yako inayokupa uelewa na ufahamu. Sasa kwa narcissist ile imetafunwa ile. Kwa hiyo kuna nguvu nyingine inayofanya kazi na yeye, ambayo kwa kadiri wewe unavyokuwa karibu na chanzo, unavyokuwa karibu na Mungu, zile nguvu zinakereka zile. Ukitaka ujue hiyo, nakupa hisi. Ukitaka ujue hilo, pale unapofanya yale mambo ya kiroho yatakayokufanya uthibitishe ule muunganiko wako na chanzo au na Mungu, utaona narcissist anakasirika na anakuvuruga usitimize hilo. Kwa mfano, kama una ratiba zako za kufanya maombi au kufunga au mfanye meditation, na sizungumzii katika performance. Kama ni performance, hata narcissist anafanya performance. Nisizungumzii mifungo ya kidini, hilo la kwanza, na sizungumzii performance kwamba kama ni performance kufunga, hata anaweza kafunga, kaomba, anaomba mpaka analia na machozi, na wengine wananena kwa lugha. Umeelewa? Na nasoma dua zote na swala zote. Au meditation, wako spiritual narcissist, uko kwenye spirituality huko, wamejaa, wanafanya meditation, lakini ma narcissist. Unaelewa? Fanya tu astral projection, narcissist. Kwa usidanganyike na performance. Sasa ukitaka ujue kwamba huyu ni narcissist na kiroho anakereka, au
unavyoitambua nguvu yako ya asili ya uungu ile ambao unaipata pale unapokuwa katika hali ya utulivu, katika kuomba meditation ama umefunga, utaona anakuvuruga. Yaani kumbuka nasema yale matukio ambayo sio katika kuperform, sio unapiga makelele kwamba umeomba, unaonyesha unaomba. Unapokuwa serious, unaenda kufanya jambo la kiroho wewe mwenyewe silini private, labda si mpenzi wako, unaambia labda najitenga siku moja hii nitakuwa na meditation this day, ama lisali moja hili nitakuwa chumbani nafanya meditation, na kweli uko serious, unataka ukapate ukajiunganishe na chanzo. Au unasema this day nitakuwa katika hali ya kufunga labda na kuomba, au masaa mawili nitakuwa labda ofisini kwangu au chumbani kwangu, utaenda wapi na kwa ajili ya kuomba, na uko unamaanisha serious, sio performance ya kwako wewe binafsi, mzia kidini. Unataka kuingia ndani yako, utaona narcissist anakuvuruga, utaona narcissist anakerekwa. Kwa nini? Kwa sababu kadri unavyoingia ndani yako, unavyounganika na chanzo, ile nguvu ya uungu iliyo ndani yako inamvuruga, inavuruga ile akili yake na zile nguvu zake mbaya ambazo zina nje. Tunamwona huyo mtu sasa, zile nguvu mbaya ambazo ndio nafsi yake sasa halisi. Nafsi yake ni ya kishetani, ni demonic. Kwa hiyo sasa inavurugwa na ile. Kwa narcissist anapenda performance. Yaani huko kwenye dini huko, si makanisani huko, kwenye performance watu wanafanya performance. Makanisa watu wamejaa kuperform, wamejaa narcissist. Si unaelewa? Wako watu wa Mungu kweli wapo huko. Kwenye misikiti wako watu wa Mungu. Lakini kuna narcissist wengi kwa sababu pia ni performance. Ukionekana unaswali swala 5, una sijida, lakini ni narcissist. Na unakuta narcissist wengi unakuta hata ule uwezo wa kujua yale mambo ya kiroho hawana kabisa. Mtu mmoja nilimsaidia, alipita miongoni mwa madarasa yangu. Alikuwa na mwenza wake ambaye ni narcissist, alikuwa ni mtu wa swala 5, anasifika, sunni ustaz. Na yeye alikuwa ni Mkristo, yule mwanamke akabadilisha dini kwa ajili yake. Sasa alibadilisha dini, yule jamaa alimwahidi nitakufundisha sio nini. Lakini akashangaa alipoingia huko, jamaa hakuna anachojua wala hata kumfundisha amfundishe. Anamwambia angalia mwenyewe kwenye YouTube. Sasa wewe umeniita ni kiongozi wa kiroho, na kulingana na dini wewe kama mwanaume, tena sio tu nje unaonekana wewe ni mtu wa kiroho, una sifa zote za nje mpaka unaitwa shehe. Sio umeelewa, si imam. Haya, alafu unashindwa kunifundisha. So kiwalisia wengi ukanoko ukaribu unakuta kama unajua maandiko ni kwa kukalili na kuyatumia kwa hukumu wengine, lakini sio deeply kufahamu katika ile hekima ya uungu ile. Kwa ukitaka ujue watu wamekuwa disconnected na chanzo, utaona kwa sifa hizo hawana ule mwanga halisi wa kufahamu yale maandiko katika namna ya kuibua ule uungu ulio ndani yao. Au pili, anakuwa na kuvuruga kile unavyofanya juhudi ya kuwa mtu wa kiroho. Kile unavyofanya juhudi ya kuwa sio mtu wa performance, kumbuka narudia, sio maigizo. Pale ambako sio kwa kuonekana na watu, pale ambako wewe kibinafsi unataka ufanye mambo ya kiroho ya kuingia ndani yako. Muda wa kuwa katika ukimya, meditation, katika tafakuri, muda wa kuwa katika kuomba, umeelewa? Anakuvuruga. Na kama ukiharibikiwa, ukianza ukifanya hapo, ukaenda kwa usilini ukafanya vitu vya ovyo, ukija na kupongeza, si unaelewa? Ni nguvu inayofanya kazi ya kiroho, pambana na binadamu wa kawaida, is demonic. So open your eyes. Ni jambo gumu kulikubali na hata kulielewa, lakini ndio ukweli. Kweli unaumiza, lakini unaweka huru.